Bartimayo hakuwa na tumaini la kuona. Shida yake ilikuwa ni kuona. Apostle, karibu sana utupe neno. Hakuwa anaona. Bwana asifiwe sana. Lakini akajua ya kwamba macho yangu hayaoni, lakini masikio yanasikia na mdomo waweza nena. Bwana asifiwe sana. Akasema, akajiambia na mawazo yake yalikuwa timamu, masikio yake yalikuwa sawa, mdomo wake ulikuwa unasema. Akaona ya kwamba akajiambia ndani yake, nimesikia. Developer, karibu sana, nimesikia. Bartimayo akajiambia ndani yake, nimesikia. Na nimesikia nini? Mwana wa Daudi anapita. Akashawishika ndani yake, kuna mtu anapita na si mtu wa kawaida. Vincent, karibu. Si mtu wa kawaida anayepita. Ni kama yule kijana nasikianga, kijana mwana wa Daudi. Akashawishika ndani yake, akajua kwamba masikio amesikia, mdomo wangu uko sawa, kuna uwezekano nisimfikie kwa sababu sioni, na pengine yule mtu wa kumshika mkono ndio ampeleke mbele ya Yesu, maybe amesonga kidogo kunywa tu maji, ama ameenda kukula lunch, ama hakuwa hata na mtu wa kumpeleka. So akajiambia, nimesikia na masikio yangu, Yesu mwana wa Daudi anapita. Kwa sababu mdomo wangu hauna shida, naweza pasa sauti yangu ikatetemesha. Naweza pasa sauti yangu. Ujue sauti yako, ukipasa sauti yako, hata kama ni watu wangapi wako hapo, watasikia hiyo sauti. Alisikia kuna mtu anapita, na huyo mtu anapita si mtu wa kawaida. Bwana asifiwe. Susan, karibu. Abi, karibu. Akajua kuna mtu anapita na si wa kawaida. Akajita kama mkutano.